seketekata kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aishie milele, hajawahi kushinda mwana wa damu. Ribolikataboseketemasia. Yes, ritabarakabosekete ribababababababa shakaboseketema shakaboseketekantalitamazia. Kuna mtu hapa mauti, kuna watu, kuna mtu wanaenda kuzika yakausikiti ribosikiti rikata rakaboseri maganda rikatomaseakata ruachasira rikarakaborakama. Yes, God, touch somebody. Vifungo zilizokukamata Baba ananiahidi mwaka huu, mwezi huu, mwezi wa 10, mwezi wa 5, ni mwezi wa kufunguliwa kwako na kusongeshwa mbele. Mikono ya Bwana itakutangulia, neno la Bwana itakutangulia. Waliokuzoea, waliotamka mabaya juu yako wataona cha mtamaduni. Seketemasia kantori mamasia chakatomasi kontorobobosaya. Yes. Kitabu cha Waamuzi 16. Waamuzi 16. Karibu Yesu moyoni mwangu. Ukipata unasema karibu Baba moyoni mwangu. Karibu Yesu. Waamuzi 16. Karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Baba. Ukitoka kwa Joshua utakuwa umefika kwa Waamuzi. Waamuzi 16 kuanzia ile mstari wa 4, na tutasoma tukirukaruka, na Mungu wa mbinguni atapewa sifa. Rakabakurikabusikete yakatamazia. Kuna mtu anaenda kushika Isaya. Inasema kwamba Waamuzi 16 mlangoni, inasema ikawa baadaye akapenda mwanamke mmoja katika bonde la Soroki, jina lake aitwaye Delila. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia, bembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi atakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupatia kila mtu fedha 1,100. 6 inasema Delila akamwambia Samsoni, tafadhali. Ruka paka 18 inasema ya kwamba Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote aliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akamuita wakuu wa Wafilisti akasema, njooni huku mara hii, maana ameniambia yote yaliyo nayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Filisti wakamwendea wakamchukua ile fedha mkononi mwake. Haleluya. Simama hapo, simama tu hapo, sitoke. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia kwamba ilikuwepo kuna mwanamke mmoja jina lake anaitwa Delila. Haleluya. Kwamba amekuwa na Samsoni. Kuna Wafilisti walikuwa wamesimama kwamba waweze kuchukua Samsoni, ama wanaweza kusimama tena. Neno inaniambia kwamba wakasema kwamba peleleza, umbebeleze kwamba uweze kujua siri yake, kwamba siri yake ni nini. Wakati ambapo Samsoni
akasimama akamwambia Delila kwamba nilikuwa mtoto wa agano wa Mungu, nilikuwa mtoto wa agano, nilikuwa kuna hata siku moja mwembe haikupita katika kinywa changu. Oh my God, my Father. Hapa Delila akasema kwamba njooni mara moja ito katika jina la Yesu. Wakakuja Wafilisti wakamfunga Samsoni, wakamfunga kwa nguvu. My God, my Father. Wafilisti walikuwa wanapanga mabaya, chochote walikuwa wanapanga juu ya Samsoni, lakini hawakujua kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini alipokuja Samsoni, Delila akawaambia kwamba peleleza, wakamwambia Delila kwamba peleleza asili ya roho yake ama chanzo yake ni nini. Neno inaniambia kwamba Delila akamchukua Samsoni akaweka katika paja lake, akaanza kumbembeleza. Samsoni akapata usingizi. Neno inaniambia kwamba akachukua na kamnyoa. Haleluya. Nguvu zake zikamwishia. Oh my God. Akawaambia kwamba ngojeni mara moja tu, maana amejua kwamba asili ya moyo wake, asili ya chanzo yake. Wakati ambapo alikuja wakamfunga, walipomfunga wakamtoboa macho kila kona, wakamtoboa. Samsoni akapaki bila macho, akapaki bila chochote. Lakini kwa neema ya Bwana, kwa uwezo wa Bwana, kitu likatendeka. Haleluya. Naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu akamnyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Bendi nasema kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitawaendea nje kama siku nyingine na kunyoosha, lakini hakujua kwamba Bwana amemwacha. 22 nasema Wafilisti wakamkamata, wakammoa macho, wakatemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Petro inasema lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake kifo cha Samsoni. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kunyolewa kuna kitu ikatendeka. Baada ya kunyolewa katika Samsoni, Biblia inaniambia kwamba walipomnyoa wakampeleka gerezani, akakaa katika jela. Neno inaniambia kwamba baada ya hapo kwamba Mungu wakati ambapo Wafilisti wakaingia katika jela, wakamwambia kwamba Samsoni wakoje wachomoze bila Samsoni wanawachezea. Samsoni akaanza kuchezea yule kijana ambapo alimshika mikono. Samsoni akamwambia kwamba unisongeze kidogo karibu na hiyo pila. Akapapasa kifika mahali pale, akaomba Baba wa mbinguni, neema ikawachiliwa, uweza ikawachiliwa. Akainua hiyo nguzo zaidi ya kwanza, akamaliza watu, akaua watu zaidi ya kwanza katika jina la Yesu. Leo nataka nikwambie neno la Samsoni ambapo kwamba alinyolewa, Delila akamnyoa, akapake bure, akapake bila chochote. Nguvu zake zikamtokea, maana alikuwa na nguvu tena, maana nguvu zake asili yake ilikuwa juu ya nywele. Lakini kwa neema ikaweza Bwana, nywele ikaanza kumea tena. Leo nataka kunena na moto ambapo alinyolewa na wachawi na waganga na watesi na madwe, kwa Baba na kuregezea kila ambapo alinyoa, Baba na kuregezea, Jehova na kuregezea.
ikakosea, mara ikasema tena, nywele yako imee, nywele yako imee, kila iliondolewa inamea tena, inamea tena, inamea tena, nywele cha kichwa chake ikaanza kumea tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vita walikuwa wanamponga na kila aina ya kamba, wakitaka kwamba wajue huyu Samsoni ni nani, vile wanataka kukujua. Lakini kwa neema ya Bwana Baba kamhurumia. Neno inaniambia kwamba akasema, Baba yangu wa mbinguni, naomba mara hii tu kwamba unirudie. Wanajaza tena na nguvu, alipojazwa kainua pila. Leo jambo litendeke, leo jambo litendeke katika maisha yako. Zile nywele zilizokatwa Baba ziachilie tena, nywele yako imee, nywele zimee, nywele yako imee katika jina la Yesu. Kile walioiba juu ya maisha yako